maana ametupea kibali, tumeingia katika hekalu lake. Leo hii wengi wametamani sana kuona hii siku na hawajaona, na sisi tulio wazima tushukuru Mungu kwa yote, kwa maana hiyo ni kibali kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mimi ambao nimesimama hapa naitwa Millicent Ogega, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Leo ndio mimi naenda kuwa mwalimu wenu. Tunajifunza kwa sababu kila kitu ni kujifunza. Nashukuru meza ya mchungaji na viongozi na washirika wenzangu ambao wamenipea siku ya leo nikuwe mwalimu wenu. Tunaenda kujifunza tu jambo ndogo ambao sasa hivi tunaona ni kama kitu kidogo, na tunaona inaenda kuwa jambo ambao sisi kama wazazi tutashindwa, kwa sababu shetani imeingia juu ya watoto wetu. So leo tutajifunza kuhusu watoto wetu. Watoto ni baraka, na unapopata mtoto kama mzazi, wakati unaolewa ukiwa wewe umependa mume wako, unaingia kwa ndoa. Uendi kwa ndoa kuwa Mungu utakuwa na watoto. Ni neema na kibali Mungu akikupatia utapata, kwa sababu wengi ambao wako kwa ndoa wameolewa na hawana watoto. So wakati tumepata watoto kwa nyumba, inakuwa familia wanakuwa na furaha sana, kwa sababu Mungu amekubariki na mtoto. Mtoto huyu kama ni kijana kwetu, kwanza ukizaa utasawa baba ya Bwana. Unasema nimezaa baba mkwe wangu. Inakuwa ni furaha sana katika familia. Na wakati pia unakosa mtoto, kuna uchungu ndani ya moyo wako, kwa sababu utadharauliwa hata na mtu ambao hafai akudharau. Na atakudharau kwa sababu gani? Huna mtoto. Na hajui mwenye anapeana mtoto ni Mungu peke yake. Hata utembee kwa waganga 100, kama hutarudi kwa magoti hautapata. Lakini wakati utarudi kwa magoti, Mungu atakutendea. Na akikupea, usidharau mwenye hana. Muone kama wewe mwenye Mungu amekupea, kwa sababu unaweza pewa hata 7, waanguke siku moja wakufe wote. Tofauti yako na yule mwenye hana, kuna tofauti. Wale watakujua ile hiyo ndio watasema mama hii alijaliwa na watoto 7 na wakafariki. Naye yule mama ni tasa hazai. Hakuna tofauti yako na huyo tasa. So tunaenda kuongea tu kwa kibali, na Mungu atuongoze katika watoto wetu, kwa sababu ni jambo ngumu sana kwa watoto wetu jinsi walivyo. Tunaposema umeokoka, Mungu amekupea watoto, unakuja kanisani, unaacha watoto wako nyumbani. Sasa ile unamwacha nyumbani, unamwachia nani? Kwa sababu tunaambiwa mienendo zako inaenda pamoja na familia zako. Familia yako ni nani? Mume wako, watoto wako. Weka wazazi kando. Hiyo ni familia yako. Sasa ukiolewa umeanza familia. Familia yako ni wewe, ukijaliwa na watoto ni watoto wako. Unatembea pamoja. Na shangaa wewe umekuja kanisani, umeacha watoto wako nyumbani. Unasema watoto wako wapendi kukuja kanisani. Wewe ni mzazi aina gani? Kwa sababu umetoka hapa, tunakaa karibu takaa masaa, hujui ni nini mtoto wako anafanya nyuma yako. Lakini hapa unaomba, unakemea mapepo. Hizo mapepo unakemea, wako mwenye umeachia nyumbani, umemwachia nani? Sisi kama wazazi tujifunze. Ni ngumu. Hawa watoto wa siku hizi wanasema ni watoto wa digital. Sisi tulikuwa analog. So hao wa digital unaenda nao vile wanataka, lakini unaweka mtoto kwa laini, unamwambia hapa kwangu ni maji na utakaa kama uendi kanisani. Usigombane, unaongea kama watu wazima, atakusikiza. Kwa sababu kuna kelele ambao mtoto anazoea, na kuna ile jambo unaambia mtoto si kelele, na inaingia mpaka kwa mfupa na damu ndani. Unajua kuna mama amezoea hata akiingia kwa nyumba anasema umebandikwa jina na watoto na ujui. Niliishi na jirani walibandika baba yao jina ya Okampo. Ndio alikuwa akiingia kwa nyumba ni uo. Sasa unasikia tumaanze Okampo wamekuja.
umebandikwa jina na ujui. Mama wa kelele, kuwa na kelele yenye inaweza fanya mtoto wako avuke aende ng'ambo ile. Usikuwe na kelele yenye haina kitu ndani, kwa sababu wakati unakuja kanisani na unaacha mtoto nyumbani, unajua umefuga nyoka yenye itauma familia, kwa sababu umeokoka na mtoto wako hakuji kanisani, na angekuja hapa patane na kijana mwenzake amwambie kitu, inaweza fanya abadilike. Wakati huyu mtoto atakuwa gaidi, anaanza na kitu yako unamficha. Unajua sasa ni gaidi ya familia, ndio ataanza na yako utamficha, atakuja achukue ya mwenzako. Mwenzako hata mficha, atasema mtoto wa fulani aliniibia. Utasikia vibaya. Utasikia vibaya. Kwa sababu gani? Umeficha, hutaki kusema ukweli. Sasa unasikia umefunga nyoka ndani ya familia. Hii nyoka itakuja kuuma kila mmoja kisigino. Kwa sababu gani? Vile ulilea. Wazazi tunalea watoto vibaya, na kuna wale pia wanalea watoto vizuri, lakini mtoto anaweza kukushinda. Unajaribu, unaongea lugha zote, unaweka kiboko chini, lakini mtoto inafika mahali unasema mimi mtoto wangu amenishinda. Kitambo watoto wangu wakiwa wadogo, nilikuwa nasikia mzazi akisema mtoto amenishinda, nilikuwa nasikia huyu mzazi anaongea nini? Mtoto nilezaa anawezaje kunishinda? Atanishinda aje? Sikuwa najua. Kumbe wakiwa wadogo, saizi ya Janel huyu na huyu wa teacher, huyo bado anaweza tii. Ukimwambia kaa hapa atakaa. Sasa nilikuwa nashindwa, mtoto anawezaje kushinda mzazi wake? Sikuwa najua, kumbe wanakuwa. Sasa inafika mahali unasema, hiyo sauti inakuja. Ndio maana yule mama alikuwa analia, ameshindwa na mtoto. Mtoto anaweza kukushinda, lakini usiona amekushinda. Kuna yule mtu anaweza sikia sauti ya mtu na sikia hiyo sauti ya huyo mama, hata jirani yako, na abadilishe huyo mtoto wako, akuwe tu mtoto mzuri. Utamtuma, enda unisikizia Irene, najaribu kuongea na yeye hanisikii. Enda umuulize, ufanye uhusiano na yeye, muingiane, ujue shida yake ni nini. Mtu mwingine anaweza badilisha mtoto wako na wewe mwenyewe umeshindwa, na huyu mtoto akuwe mzuri kuliko vile ulikuwa unamtarajia. So sometimes sisi wazazi tunaendea watoto na ile utanisumbua. Hutaki kuelewa huyu mtoto hanapitia nini. Lazima umsikize, ujue huyu mtoto mbona anafanya hivi na hakuwa hivi. Msikize, kuwa rafiki na yeye, ujue shida ya huyu mtoto ni nini. Unapojua shida ya huyu mtoto, itakuwa rahisi kumsaidia. Kuna saa umepeleka mtoto form 1. Mtoto anakuja na kuambia dadi, mami mimi sitaki hiyo shule. Ati nini? Unaniambia nini? Utasoma hapo mpaka umalize. Usinilete. Unaniambia kama nani? Hujachukua nafasi yako usikize huyu mtoto. Kwa nini hataki hii shule? Fanya urafiki na yeye. Muulize chini, mweke chini, mwambie, "Ni nini baba hutaki hii shule?" Mtoto atafungua roho yake, atakuambia hiyo shule mami, una hivi na hivi. Na mimi juu ninakataa, naona nitafanyiwa hivi na hivi, ndio maana ninataka unibadilishe. Wakati unakataa, utakaa hiyo shule mpaka umalize. Makosa ni ya mtoto ama makosa ni ya mzazi? Kwa sababu unakumbuka ile kisa ilifanyika shule yenye ilichomeka Kibira, Moi Girls. Mtoto mwenye alisoma shule, mtoto aliambia babake hataki hiyo shule. Na baba ndiye alimforce. Na vile alimforce nilifanya huyo mtoto aende achome shule, kwa sababu afanye kitu yenye baba yake pia atasikia uchungu ili aweze kutolewa kwa hiyo shule. Angemsikia mtoto hangefanya kitu kama hiyo. So sometimes sisi kama wazazi inafaa tusikize watoto wetu. Na kuna wale pia hawasikii. Sasa wenye hawasikii, tutasoma Methali 22 hapo 15. Teacher, naomba usome. Methali 22
15. Maandiko inasema ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adabu itamfikishia mbali. 16 inasema yeye aonaye maskini ili kuongeza mapato, naye atapata tajiri kupata hasara. Mtoto ambao hasikii utachapa. Juu unamkataza hii kitu. Kuna yule mtoto bado utamchapa. Juu ukimchapa ni mdogo, hata ukimchapa hata sikia. Hatazoea kiboko mpaka akifika ile umri ya kuchapa. Ilishazoea kwa mwili. Lakini kuna ile size ukimwambia kitu akatae kufanya. Chapa. Kuchapa mtoto haimaanishi unamuua. Usichape ile na hasira ambao mtoto amejaa alama mwili yote. Lakini chapa ukimwonyesha hii ni ujinga ambao sitaki hapa kwangu. Chapa. Wakati unachapa unaondoa ujinga. Unamwonyesha njia, kwa sababu wakati unalea mtoto akiwa mtoto mvulana, unajua unalea mume wa mtu wa kesho. Kama ni msichana unalea mke wa mtu wa kesho ambaye ataolewa. So usilee mtoto sasa huyu nilitaka baba yangu, huyu sitaki auze. Wewe usiguze mtoto wangu. Sasa ujinga utaondoa lini kwa huyo mtoto? Wewe ndio unafaa umpe adhabu, umwambie hii kitu sipendi. Katikati ya mama na baba. Utapata mama saa zingine ni mkali anachapa mtoto, baba anarudia watoto. Kuna saa unapata baba anachapa watoto, mama hachapi anarudia watoto. Na mara nyingi wa mama sisi ndio tunaharibu watoto. Tuko na visirisiri zenye hazisaidii nyumba. Kwa sababu gani? Uko na mtoto amekuwa mkubwa. Unafanya siri na mtoto wako wewe mama. Hatimaye mimi naenda nje mahali, naenda bash. Siku hizi wanasemanga anaenda bash. Lakini usiambie mbuyu asijue. Wewe mama unakaa upumbavu kama mtoto wako pia bana anafaa uondolee ujinga na kiboko. Kwa sababu hakuna vile mtakuwa nyumba moja, mwili mmoja na unaficha siri mume wako ati mtoto ameenda bash kulala kwa ndani. Usipende kulala kwa wenyewe. Mwambie enda ukaulize baba yako. Kienda kwa baba ataambia umeambia mama yako bado. Uite mama. Mkubaliane ni wote mtoto anaenda bash na ile bash unajua ni kwa nani. Usikue mama mtoto amekwambia umeficha. Baba anakuuliza kama uko na sister yako Nairobi, unasema nenda kwa aunti yake. Na unajua mtoto ameenda bash kwa mtu hata ujui. Kesho mtoto akiadhibika utalaumu nani? Wewe ndio kumficha enda bash baba asijue. Huyu mtoto wakati anaharibika, akirudi baba anamweka na kiboko anamchapa. Ulikuwa wapi? Anasema si nilikuwa nimeambia mama. Mama aliulizwa na baba akasema hajui. Yeye mtoto alimwambia si wewe ulishamficha ameenda kwa aunti. Amekuja baba anachapa. Unaanza vita mbele ya mtoto. Usiniulie mtoto. Wewe unashinda ukichapa mtoto, usiniletee kisirani kwa mtoto. Kwani mtoto ni wapi? Si mtoto ni wewe. Wakati baba anachapa na wewe kwa na kiboko. Chapa huku na mimi nachapa huku. Unanyorosha kipiga teke huku na piga teke huku. Si ile ya kuua. Unaondoa ujinga ndio kesho hata kuja kikwambia nilienda mahali fulani kulalala nje ovyo ovyo. Ndio watoto wanaokota mapepo kwa wenyewe wanakuletea kwa nyumba. Na shida ukiomba ukiondoa mapepo kesho tu anarudi. Juu anaenda kulala wapi? So tukue kama wazazi. Patia mtoto adabu. Patia mtoto discipline yenye inatoshana na yeye. Lakini si ile sahihi unakuta mtu pia anachapa mtoto mpaka unakuta unafungwa. Umechapa vibaya. Haya, mtoto amechapa shuleni. Mama jua uko na nguvu kuliko mwalimu. Mtoto amekuja akakwambia, "Mami, unajua teacher nilichapa na nilichapa tu mimi peke yangu na kuna kitu nilifanya." Wewe umeondoka uko na nguvu ya kupigana na mwalimu. Unaenda vita. Na mwalimu mwenye anafundisha mtoto wako. Sasa hiyo unashautia mwalimu mtoto wako amekaa pale kwa desk. Ni nyoka umefunga ama si nyoka? Na itakuuma kisigino, utalilia nani wewe? Ndio ile utasema napeleka polisi wamfunge. Polisi hata mfunga maisha yake yote. Baada atarudi kwako. Na akirudi kwako
Ndio unasikia sasa anasumbua kijiji mzima. Wakati mtoto amekwambia kitu, omba Mungu akupe hekima. Ukifika kwa mwalimu, ongea na mwalimu kando. Umweleze mtoto aliniambia. Kwanza usiende na kelele, uliza mtoto, ndio mtoto wangu anakuwa aje. Atakwambia mtoto wako ako hivi na hivi. Alikuja akanielezea kitu fulani, ndio maana nimekuja tujue. Mwalimu atakwambia tabia mtoto wako zingine yenye hata wewe hujui. Unajua mara nyingi watoto wanajua siri za wazazi kuliko hata wenyewe. Na mwalimu anajua. Sasa ukimwendea na ukali na ujinga wako, kwa unaenda kugombanisha mwalimu. Mwalimu anakuangalia anacheka. Mara nyingi unaona walimu anacheka, unajua anacheka nini? Anakucheka. Juu mtoto amemwambia mambo yako yote na wewe mzazi hujui. Usaidiane na mtoto na mwalimu. Mwalimu atakusaidia. Na wewe ukikuja unajua. Lakini unakuta wazazi anaenda shule na vita, anataka kuchapa mwalimu, anatusi mpaka mwalimu mbele ya mtoto. Alafu unasema mtoto wangu ni mzuri. Kesho akikutusi mbele ya watu, jua usienda kutusiana mbele ya mwalimu akiwa. Akikutusi, tukue na mpaka kwa watoto wetu ili tulee watoto wetu kwa njia ambayo inafaa. Ukiwa mzazi unataka kugombana na kwa nyumba kuna 1 2 3 na tuko kwa hizi self confuse, tafuta tu break. Jua tu vile uta control pressure yako. Usishout. Baba usishautia mama mbele ya watoto. Kesho akikushautia, akuulize dadi, na wewe si nilisikia ukishautia mama, kwani ni mbaya? Utasema nini? Nyamaza kama mtu mzima. Hata kama unajitoka wakusindikize kwa barabara. Muruma huko kwa barabara, maliza yote niko kwa roho. Uende kazini kama umetoa maneno ninakusumbua. Watu watachungulia kwa barabara na huyu mzee anagombanisha huyu mama, labda ni bwana atasema yule mzee. Lakini kwa nyumba tupee watoto wetu heshima. Ndio wakati anapofanya kitu kwa right ya kumuuliza, Irene, mtoto wangu, mimi sikukulea hivyo. Hii tabia umetoa wapi? Lakini akisikia mimi ndo natusi baba yao, nikipeleka chakula narusha hivi. Na nimekwambia ujue, ukilea mtoto mwanaume unalea mume wa mtu. Ukilea msichana unalea mke wa mtu. Kesho kijana wako ameoa, yeye ni mtoto, ameoa mke, wamepata mtoto. Sasa watoto ameenda zake, mtoto atasikia tu, mami, kwani dada alikuja? Yeye alikuja na kaenda kazi. Tafuta siku, beba hata watoto wako. Enda hata hapa Uhuru Park, niliona mahali pa kukaa na watoto. Kama unaogopa pesa, beba mtoto, peleke tu hata pa Junction, peleka hata pale namba 8 Prestige. Weka watoto wazunguke, ukiona unasema asante Mungu, umenipea watoto wazuri. Jehova, si hao watoto wangu Mungu awaguze. Usikue tu wewe unaona tu pesa, uone uzuri ya watoto wako. Kile watoto hawa wamebeba hujui, Mungu tu ndiye anajua. Na wakati unaonyesha upendo, ndio unaona saa hii kuna wazazi, unaona mama anakuambia miaka unakataa, amewekwa vizuri na watoto wake mpaka anakaa msichana. Baba anakaa tu kijana. Juu pesa si shida na afanyi kazi. Kile alilea. Kana watoto wako. Unaanza na shule, unakuja kanisani. Hapo kanisani we nani rafiki yako? Na tabia zake mtoto anakuambia. Lakini usikue tu baba kila kitu mama. Kuna siku nilisema hapa, watoto wengi wanachukia wanaume kwa sababu gani? Unaonanga kila mtoto akiamuka anasemanga tu mama yangu, mama yangu. Utapata moja moja wanataja baba. Baba usizoee mama, mtoto akiomba pesa, atienda uombe mama yako. Kataa. Hiyo kitu mimi sipendi. Mtoto akikuomba pesa kama wewe ni baba, muulize baba unataka ngapi, ulikuwa unataka aje? Toa pesa aone, mtoto atasema baba yangu, baba yangu. Lakini ukimtuma kwa mama, pesa ni yako mzee, lakini mwenye atatoa ni mtoto atasema tu mama yangu ndiye anatoanga. Baba yangu yeye ukimuuliza anakuambianga tuende uombe mama. Baba jizoe tu, fungua wallet. Pea mtoto.
Wacha ombe mama aseme enda uombe baba. Mtoto atakuheshimu. Ataona babangu ni mtu wa muhimu sana. Lakini we kila yes utatoa, lakini napitia kwa mkono ya huyu mtoto atakuheshimu aje ndiye ajue babangu kumbe naye anajua value yangu kwa hii nyumba. Kila nikienda ende uombe mama yako. Tujifunze, wanaume mjifunze. Mtoto akikuja kukuomba hata sweet, hata kama una cash, baba tuende kwa duka, shika tu mkono, enda ulipe na M-Pesa, chukua. Shika mtoto wako mkono urudi. Utaona heshima. Wewe utakula vinono wakiwa wakubwa. Lakini ukisema tu mama atapewa 10, wewe utapewa 2, juu ujui kazi ya pesa. Mama atakula vizuri. Juu kila kitu mama. Baba Na ukumbuke mama anakula vizuri juu ya pesa yako, na juu hukutaka kuonyesha hao watoto wanakufaa. Ndio maana unawasukuma, enda kwa mama, enda kwa mama, enda kwa mama. Kwa nini? Ukishakuwa baba umekuwa mbaba. Ukishakuwa mama umekuwa mama. Sisi wanawake tunasema ukishazaa first born, hakuna first born mwingine atakuja. Mwanaume anaweza kukuacha na yeye aenda anze familia nyingine aitwe tena niko na first born pale. Sisi wa mama tunayo? Hatuna. First born anakuanga. Lakini mwanaume anaweza salisha mwanaume hata watoto 6 hawasahau. Anze familia nyingine na sahau hata kilala haoti. Lakini siku moja tu ataona mtoto yake kwa TV. Ndio yule. Ndio hiyo mbio Kipchoge. Mbio, si muliona ile ya Kipchoge? Si baba alijitokeza. Juu aliona nini? Pesa. Lakini si alimsahau. Sisi hatunanga first born na last born. First born venye niliitwa Mama Irene, sita change, sina mwingine. Ni Irene tu ndio first born. Lakini baba ataenda huko atakuwa babo Uma tena aitwe babo Otieno, na Otieno izoe. Na uta change. Sasa tujue jinsi ya kulea watoto. Kulea watoto ni ngumu. Na kulea watoto inataka hekima. Na kulea watoto inafaa ukiwa mzazi unalea mtoto kuwa makini sana. Leo unakuta mtu amekuja na mtoto kanisani. Amembeba Yesu hajamwacha nyumbani. Ameingia amechukua simu anapea mtoto game acheze. Kwa kanisa. Angekuwa shule ungempelekea hiyo simu acheze game? Angekuwa shule ungempea simu acheze game? Si angesikiza mwalimu? Mbona mkikuja na watoto kanisani unachukua simu unapea mtoto acheze game kanisani? Hata ukitoka na huyu mtoto muulize, mwalimu asubuhi alifundisha nini? Na mchungaji alifundisha nini? Hajui. Kwa sababu gani? Umeanza kuweka ujinga kwa akili ya mtoto, na hapa tumesoma upumbavu inatolewa na nini? Na kiboko. Wako na fimbo. Wewe utatoa wako na nini? Hata uchape na fimbo umekuja umemwongezea ujinga. Sasa wewe mzazi na mtoto, si nyinyi wote ni wajinga? Chukua fimbo chapa mtoto. Toka na mtoto kwa nyumba uandaa mtoto akili. Tunaenda church kuomba. Mambo na simu Kuna saa mtoto atakusumbua akiwa mdogo. Unaona wazazi watashinda wakitoka nje juu bado ni mdogo hajaelewa kitu. Utatoka nje juu ukiingia ndani analia. Itabidi tu shinde nje hata mahubiri usikii. Lakini huyu mtoto anakuwa. Wakati amekuwa, muonyesha hii ni kiti, nunua Biblia ndogo ama kuje na kanot aandike. Wacha kupea mtoto simu ndani ya kanisa. Kama unafanya hivyo, ujue hao ndio wale watatolewa ujinga na juu ukimuuliza kitu ajui. Mwalimu sasa akiwa shule, baada anaona tu saa itaisha saa ngapi, arudi afanye nini? Ashike simu. Mimi naambia wangu, fanya kazi ununue simu yako. Hii simu ni yangu, ni mimi nilinunua. Soma na bidii upate pesa yako ununue simu yenye utataka, si yangu. Na atazoea kikaa hivyo. Kama hataki kuona TV na masaa yake ni hivyo. Kuna vitu wazazi wamezoea kuwekea watoto. Mtoto ako kwa nyumba aliwekewa cartoon. Wewe hata mzazi hujui cartoon ina maana gani? Umewekea mtoto cartoon. Taenda Kawangware mpaka nirudi. Mtoto wangu nikishamfungulia cartoon ako sawa. Endelea kuweka cartoon.
Atakuwa katuna hata kwa hiyo nyumba. Umenunua tablet, nimeweka Cocomelon. Wewe mwenyewe hujui hata hiyo kitu inamaanisha nani. Kuna hizo vitu ziko na vitu zina maana zake. Umeshinda ukiwekea mtoto, unaona tu mtoto anabalika. Ujui ni wewe umeleta shida. Ati mami, niliweka nini? Kwani hiyo shule hakuna homework anapewa? Mwambie fungua mahali fulani soma. Kwa sababu anatafuta maisha yake ya kesho. Hata uweke hizo cartoon mpaka kesho, haitafanya apite mtihani kwa sababu hakuna kitu inamuongeza. Tufundishe watoto kwa njia ambayo inafaa. Na shida bado inarudi na tuangukia wazazi. Lea mtoto jinsi ulilelewa. Mara digital, mara analog. Waachana, sisi analog tulikuwa tunanyoroshwa mpaka unakanyaga, unatabika damu na hata wakukurumia hakuna. Na tu kwa wazazi wetu hawakuwa wanafungwa na tumechapa mtoto wako. Mtoto ni wako, hautaambiwa na mtu chapa. Chapa ile unaondoa ujinga ukimwambia hii kitu sipendi. Naye atajua kweli mamangu hapendi. Hata rafiki yake akikuja akimwambia tufanye, anasema hapa kwetu wazazi wetu huwa wakubali. Ati sisi kwetu tunakubali, anamwambia kama kwenyu wanakubali, hapa kwetu hapa. Huyo mtoto hata akienda boarding, umemtengeneza akiwa hapa, ataenda kubadilika rahisi. Lakini kama ulikuwa unampea hizo Cocomelon sijui mara cartoon, atabadilikia wapi? Si ni wale wakiambia twende tuchome wataenda. Twende tufanye hivi, mtoto anaenda tu kwa sababu hajui ni nini. Sasa tukiwa kama wazazi tujifunze kabisa jinsi tutalea watoto wetu. Usilee mtoto tusichape mtoto wangu nilitaja baba yangu. Baba yako ulitaja na baba yako alikulea vizuri, ndio maana umepata huyo mwenye umetaja baba ya. Kama hungelelewa vizuri ungepotea, hata ungezaa upate huyo baba yako. Na wamama saa zile baba anachapa mtoto akinyorosha, wewe tafuta pia kafimbo kadogo, msaidie kuchapa. Ili huyu mtoto agrow akijua wazazi wetu. Si atasema baba yangu ananichukia, mama yangu ananipenda. Mama ananichukia, dadi ananipenda. Hapana, mnasaidiana. Gonga teke baba, gonga teke, tandika, toka nje. Tena mnakaa mnamrudisha ndani. Unamuuliza, "Utarudia?" "Hapana dadi." Lakini kuna wazazi baba akichapa mtoto, utaniulia watoto. Achana na watoto wako. Achana na watoto wangu. Wako uliwatoa wapi? Kama si wa huyo baba. Si ni wenyu. Wakati mtoto anakushinda ndio unasukumia baba. Baba nani, mimi huyu mtoto amenishinda. Na wanaume hata wananga kazi ngumu, hata kujibu, hata kuona kama huyu naye anaongea nini. Juu alijaribu wakati angetengeneza, ulikuwa mkali kwa huyo mtoto. Hadi unaonyesha mtoto mbele ya babake, baba hana maana. Sasa atakuachia, atakwambia, ako sawa, kwani amekushinda aje. Lakini kenye iko ndani yake, machozi inalia ikirudi ndani. Wacha kuona saa zile baba anarekebisha mtoto ama mama, mmoja wenyu anarudia. Tandikeni mkiwa wawili. Huyo mtoto atakosa kwenda kuambia mama, atakosa kwenda kuambia baba, mko kitu kimo. Lakini wakati mmejigawa, mtoto wa mama, mtoto wa baba, hamutatengeneza kama familia. Na ujue huyo mtoto unalea ni mume wa mtu. Utakesi msichana wenye akichoka yeye ataenda. Wacha baki nao wazazi wake ndio walimulea hivyo. Si ni uchungu? Tusikue hivyo. Tujifunze jinsi tutalea watoto wetu ili hata wakienda mashuleni wanajua kukaa na wenzao. Na mtoto akikuja kukuambia kitu, usiangalie pesa sana. Mtoto atakuja kuambia kitu, hii shule si mzuri, msikize. Fuatilia. Usiangalie pesa ati ulilipa. Toa mtoto hiyo shule ili uokoe mtoto wako kesho akuwe mtu mzuri. Kuliko unamforce nililipa, nilinunua uniform, sitakubadilisha shule. Mtoto anaenda anaingia maneno zenye hazifai. Badilisha mtoto, muongee, muelewane. Kama ni kumtoa, umtoe kwa hiyo shule, umpeleke kwa shule ambayo anafaa na mtoto atakuwa sawa. Lakini wazazi wanapenda kuforce watoto. Utafanya hivi. Sasa mtoto anashinda, niliambia mzazi hakunisikia, utafanya nini? Ndio hiyo wanaenda wanafanya vituko zenye tunasema watoto wetu wametushinda. Wengine hawajatushinda.
na kuna wale pia wametushinda. Anakushinda kabisa mpaka unaambia sio funzwa na wazazi wako, utafunzwa na ulimwengu. Na ulimwengu ni uchungu. Waipigwa venye nyoka inauliwa. Mwingine anasema baada anapumua, wekelea mawe, unaongezwa mawe. Ni uchungu. Sasa afadhali eri kutii mzazi wako na utii watu wazima. Leo hii hata unaweza enda kwa nyumba ya mtu, watu wamekaa tu stari. Mtu ameingia mgeni, watoto wanamwangalia tu, hata waamuka kwa kiti mgeni akae hakuna. Unashindwa. Watu wamelea watoto aje? Mimi mama yangu tulikuwa na signal ya macho bila kuambiwa chochote. Kuna ile macho nilikuwa nikiona najua leo ni danger. Mgeni alikuwa naingia hata kama amepika ameandaa chakula pale. Ulikuwa unaingia unasalamia mgeni ukipita. Oshago walikuwa napenda kujenga milango mbili. Unaingia na hii unasalamia, unapotea na hii. Ukionekana hata nguo marinda tu ikipita pale na wageni wanakula. Utajua kwa umbwa ni nje. Utapigwa. Hakuna kukaribia. Unakanyagwa mpaka salamia mgeni uondoke. Tulikuwa tukikaa mgeni akiingia hata mama tu amekuja, mama nani nini? Ukishaona tu mama nani nini, tafuta njia. Unataka kusikiza story ya watu wakubwa ikusaidie na nini? Utapigwa. Sasa we lea vile unalea, faida itakuwa kwako, hasara itakuwa kwako. Si Mungu awabariki na hiyo.